Nilipata kipande cha kawaida cha kuni zilizoteketea msituni, lakini nilipokiinua tu, ganda lake la nje lilipasuka lenyewe, likifunua upanga wa kichawi uliokuwa uking'aa kwa mwanga wa bluu. Nilipouzungusha kidogo tu, Malkia alirushwa mbali na kuanguka chini. Kisha upanga huo ukaugonga mwamba kwa bahati mbaya na kuugawanya vitande viwili safi. Niliwaokoa wenzangu na nikitimiza ahadi yangu, nikamkabidhi mfalme wa mapepo upanga huo wa kichawi. Nilitarajia sasa angenirudisha katika ulimwengu wangu. Hata hivyo, si upanga aliokuwa akiutaka, bali alikuwa akitaka jiwe la kichawi alilokuwa nalo. Wakati wa kubadilishana, mfalme wa mapepo aligundua kuwa alikuwa amepewa jiwe la kichawi bandia. Ghafla, msichana chura alitokea na kunirushia upanga wa kichawi. Niliuchukua upanga huo, lakini badala ya kushambulia, nilichora duara hewani. Sekunde iliyofuata, mlango wa muda ulifunguka. Bila kusema neno lolote, niliruka moja kwa moja ndani yake. Msichana chura alibonjika moyo sana aliponiona nikiondoka. Hata baada ya kurejea katika ulimwengu wa Liweja, sikuhisi furaha yoyote. Nilikuwa nikisumbuliwa kila wakati na hisia kwamba nilikuwa nimemtelekeza msichana chura. Hatimaye, niliamua kurudi ili kumchukua. Nilirudi kwenye eneo lile lile la maji nilipopitia kwa mara ya kwanza kwenda katika ulimwengu mwingine, lakini safari hii, badala ya kufika katika ulimwengu wa kichawi, nilijikuta moja kwa moja katika kituo cha polisi. Ndani ya selo, nilikutana tena na yule mzee wa ajabu niliyewahi kukutana naye hapo awali. Kwa ujanja, nilifanikiwa kumrudishia fimbo yake ya kichawi. Kama malipo, alinipa chambo cha kichawi na kusema, "Mlishe joka mdogo wenye vichwa vitatu. Wakati utakapofika, atakusaidia." Baada ya kusema hivyo, alitengeneza mlango wa kichawi ukutani. Nilinyakua bastola ya askari polisi na kwa ujasiri mkubwa nikaruka ndani ya mlango huo. Nilipotoka upande wa pili, nilijikuta tena katika ule ulimwengu wa kichawi. Huko, nilimwona joka mdogo wenye vichwa vitatu. Nikalitupa chambo cha kichawi mbele yake, lakini ghafla askari walifika, wakanikamata na kunipeleka ikulu. Wakati huo huo, joka aliendelea kula chakula hicho cha kichawi. Siku hiyo hiyo, jua na mwezi zilikuwa zimepangwa kuungana. Akitumia upanga wa kichawi na jiwe la kichawi, mfalme alianza ibada ya kujipatia kutokufa. Nilifyatua risasi kwa bastola yangu ili kumzuia, lakini Malkia alinisukuma pembeni. Risasi ilimpiga mfalme, lakini waliinuka tena. Alikuwa kweli amekuwa hawezi kufa. Ghafla, joka mwenye vichwa vitatu akaruka na kumshambulia mfalme. Alipuliza moto, lakini mfalme hakupata madhara yoyote. Nikitumia nafasi hiyo, nilimfungua msichana chura kwa siri. Akaniambia, mfalme hatakufa mpaka jiwe la kichawi livunjwe. Niliingia vitani dhidi ya mfalme huku akielekea kwenye jiwe la kichawi. Hata hivyo, Malkia alimzuia akiwa ameshika upanga wa kichawi. Mapambano makali yakazuka kati yao. Wakati wa pambano hilo, jiwe la kichawi likatoka kwenye upanga na kuanguka chini, lakini msichana chura hakuweza kuliokota. Wakati huo huo, joka alimkomboa mfalme wa mapepo. Kadiri mfalme alivyoendelea kupigana, alianza kuifichua siri zake za zamani. Alikiri kwamba alimshinda shujaa mkuu kutoa kiti cha enzi na kwamba pia alikusudia kumuua mwana wa shujaa huyo ambaye ni mimi. Mara hiyo, mfalme wa mapepo alitokea akiwa ameshika jiwe la kichawi. Alijua kwamba jiwe hilo likivunjwa, angekufa pamoja na mfalme. Hata hivyo, aliamua kuwaangamiza wote. Nikiona nafasi hiyo, nilimkata mfalme mguuni kwa pigo kali. Mfalme wa mapepo akanyakua tena jiwe la kichawi na kulikata vipande viwili kwa upanga wake. Jiwe lilipovunjwa, mfalme pamoja na mfalme wa mapepo wakaanza kutoweka taratibu kana kwamba walikuwa wakiyeyuka hewani. Malkia akakimbia kuokoa maisha yake. Watu wote waliokuwa wamegeuzwa mawe wakarudi katika hali yao ya kawaida na laana ya msichana chura ikaondolewa milele.